إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi wasikilizaji, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunashukuru kupata fursa nyingine ya kuweza kukumbushana kupitia katika mawaidha ya radio, na tunataraji kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yaweze kuwafikia wasikilizaji wetu na yaweze kuninufaisha na kuwanufaisha wote ambao watayasikiliza. Mada tutakayoizungumza hivi leo ni mada inayohusiana na masala mazima ya udhaifu uliopo katika nafsi ya binadamu. Sisi wanadamu, vyovyote tutakavyojitahidi kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuumba, ametuumba na udhaifu. Ndiyo maana tukawa ni binadamu, tuko tofauti na malaika. Kwa sababu malaika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyowaumba, amewaumba katika program ya kwamba wasimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tofauti na binadamu. Malaika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe anawasifu kwamba hawamuasi kile ambacho Mwenyezi Mungu amewaamrisha. Lakini binadamu ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa ikhtiyari ya kuchagua, na amempa utashi, na akampa na nafsi, na kukawa kuna udhaifu katika nafsi yake. Lakini udhaifu huu unaweza ukawa ni sababu ya uchamungu kwa binadamu huyu, kama binadamu huyu atakuwa na uoga kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika udhaifu huu unaweza ukawa ni sababu ya kuangamia kwa binadamu, pale ambapo binadamu atakapokuwa yuko mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akatekwa na sheitani na akaweza kumpotosha kabisa, akawa yuko mbali ya rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo udhaifu ambao sisi binadamu tunao unaweza ukawa ni sababu ya kufanya mambo yaliyokuwa mema zaidi. Udhaifu huu unaweza kuwa ni sababu ya kumuogopa Mwenyezi Mungu zaidi na kujikurubisha kwake zaidi, kama tutakuwa tunamuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, katika surati al-A'raf aya ya 200 na 201, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un alim. Na kama wasiwasi wa shetani ukikusumbua, basi jikinge kwa Mwenyezi Mungu, jikinge kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kutokana na wasiwasi huo, bila shaka yeye ndiyo anayesikia na anayejua. Kwa hiyo binadamu huwa anapatwa na wasiwasi wa shetani. Shetani anajaribu kumuathiri katika njia moja au nyingine. Kwa hiyo unapopatwa na hali hiyo, basi huna budi isipokuwa kujikinga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim, na kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuelewa kwamba hili ambalo nilikuwa nataka kulifanya, basi hili nilikuwa ni ushawishi wa shetani kupitia katika nafsi yangu. Lakini vile vile unaweza ukajikinga hivyo ukakuta kwamba bado shetani amefaulu kuweza kukuingiza katika maasi ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya inayofuata inasema
innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idha hum mubsirun, hakika wale ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zinapowagusa pepesi za shetani, kwa maana kwamba wakakosea na wakaasi kwa sababu ya ushawishi huo, basi mara humkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na moja kwa moja wakawa ni wenye kuona yale ambayo wameyakosea. Fa idha hum mubsirun, ghafla wanakutahamaki, wanajikuta kwamba wamekushaona kwamba wamekosea kutokana na ushawishi wa shetani. Kwa hiyo mu'min ni lazima ataguswa na shetani. Anaweza kujikinga na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akamkinga. Wakati mwingine shetani anaweza kufanikiwa kumshawishi kuweza kuingia katika maasiya na yule mu'min akayafanya. Lakini sasa mu'min ambaye hapa maasiya haya na udhaifu huo nafsi yake humsaidia ni yule ambaye anakuwa na basira baada ya kuwa amefanya makosa ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akajua kwamba mimi ni dhaifu na hapa nimeshawishiwa na shetani, sikujikinga na Mwenyezi Mungu na nimefanya maasiya, basi huyajutia yale makosa yake, na lile kosa alilolifanya kwa shetani basi humbadilisha maisha yake na kumfanya akawa ni mcha Mungu zaidi kuliko alivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo huenda dhara hili la kufanya makosa likawa ni jema kwake katika mustakbal wake na katika ibada yake. Na ya reiti sisi sote Waislamu tungelikuwa hivyo, kwa maana kwamba tunakiri tunakosea, shetani anatufanya tuteleze, tunamuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini ingekuwa tunapozindukana na kumuasi Mwenyezi Mungu tunakuwa wacha Mungu zaidi kulivyo tulivyokuwa awali, basi shetani kusema kweli angekasirika zaidi, na labda hata angeacha kutushawishi, kwa sababu anajua kwamba akikushawishi wewe ukimuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mara ya pili utageuka, utakuwa ni mcha Mungu zaidi ya vile ulivyomuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa bahati mbaya watu husahau na hushawishika na shetani wakamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wasione kwamba wamemwasi Mwenyezi Mungu na bado wakaendelea kuzama katika maasiya na kupotelea katika maasiya bila kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tunatakiwa ndugu zangu, kwa kujua udhaifu wetu, tuwe ni kama hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwasifu aliposema innal ladhina taqaw, hakika wale ambao wanamcha Mola wao, idha massahum ta'ifun minash shaitani, wanapokuwa wanashikwa na vile vishawishi na pepesi za shetani, tadhakkaru, basi humkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idha hum mubsirun, na ghafla na tahamaki wanakuwa na uoni zaidi kuliko walivyokuwa na uoni mwanzo kuhusiana na kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni muhimu kuweza kujijua kwamba sisi ni madhaifu, lakini ni muhimu zaidi tukijua kwamba tunapokuwa tumeteleza na kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi kuteleza kule kuwe ni sababu ya kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kusiwe ni sababu ya kukaa mbali zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hebu tuangalie kwa uchache mifano ya waja wema waliotangulia, jinsi ambavyo walikuwa wakipotea kidogo, wanavyorudi kwa nguvu kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumuonyesha shetani kwamba shetani hawawezi, na kumuonyesha shetani kwamba kutupotosha kwako mara moja tunarudi kwa Mwenyezi Mungu mara 10. Kwa hiyo ni kumkatisha tamaa shetani kwamba akikupotosha utarudi kwa Mwenyezi Mungu mara nyingi. Tuangalie masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na waja wema katika visa nitakavyovileta, vitakavyokuwa na mafundisho ya kuweza kuona ni jinsi gani mtu anatakiwa ajirudi pale udhaifu wake wa kibinadamu unapomfanya ateleze katika kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyo hapa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, khalifa wa pili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya Abu Bakr. Umar ibn al-Khattab alikuwa anapokaa na rafiki zake na masahaba wenzake, basi hujiwa na aina fulani
ya kitu kama kifafa au kuzimia kwa ghafla kwa dakika chache, hupoteza fahamu. Hali hii iliwapelekea wale masahaba wenzake kumuuliza kwamba ya Umar, tunakuona hufikwa na hali hii, mara unakuwa haupo na sisi, ghafla unakuwa haupo na sisi, ni kama vile mtu ambaye umezimia au una ugonjwa fulani ambao unakusumbua. Nini kinachokusumbua? Umar ibn al-Khattab akawaeleza kuambia kwamba jamani, katika kifua changu nimebeba mambo mengi, na kila ninapokumbuka tukio moja, basi hali hii mimi huwa inanifikia na kupaka napoteza fahamu kutokana na uchungu ninaoupata wa jambo ovu kabisa ambalo nimelifanya katika haki ya nafsi yangu na haki ya familia yangu na haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Umar ibn al-Khattab akaanza kuwaelezea marafiki zake na ndugu zake masahaba kile ambacho kinamsibu. Akawaeleza kwamba katika zama za ujahilia, kabla hatujapata nuru ya Uislamu, sisi kama mnavyofahamu Waarabu, ilikuwa kupata mtoto wa kike ni aibu kubwa. Mtu ni fedheha kwake kupata mtoto wa kike, na anapompata mtoto wa kike basi mtu huyu hujificha kwa watu kuona kwamba ni aibu na ni fedheha, kwa sababu amepata msichana ambaye hatomsaidia katika vita, hatomsaidia katika biashara, na atamletea aibu kwa sababu anaweza akafanya uchafu, jina lake likaharibika, au katika vita akatekwa akawa ni mtumwa au akawa hivi. Almuhimu, msichana mtu kupata mtoto wa kike katika zama zile za kabla ya kuja Uislamu ilikuwa ni jambo la fedheha. Umar ibn al-Khattab anasema, mimi nilikuwa na binti yangu. Binti huyu nilikuwa nikimpenda, lakini nilikuwa nikiona ni fedheha kubwa, kila anavyozidi kuinukia naona kwamba msichana huyu atanifedhehesha mimi, atanitia aibu mimi. Basi siku moja nikakata shauri kwamba ni lazima nimfikishe mwisho msichana huyu. Nikamchukua yule binti, nikaenda naye mpaka nikaenda naye katika majangwani kabisa ndani. Binti yangu akawa ananiuliza, unanipeleka wapi baba yangu? Nikawa namwambia tunakwenda, tutarudi baada ya muda mfupi. Nikafika mpaka jangwani katikati kabisa, sehemu ambayo hakuna mtu anaweza kutuona. Nikaanza kuchimba shimo katika mchanga wa moto wa jangwani. Nachimba shimo kwa nguvu zote kiasi cha kwamba mchanga unanimwagikia na umetampakaa katika mwili mzima, na ndevu zangu zote zimeingiwa na mchanga. Binti yangu akawa ananishika zile ndevu na akinipangusa kwamba baba, mbona mchanga unakuingia katika ndevu zako, akinisafisha, bila ya kuelewa maskini kwamba lile shimo ninalokuwa nalichimba pale ndiyo kaburi yake. Umar ibn al-Khattab anasema, baada ya kumaliza kulichimba lile shimo, nikamchukua binti yangu akiwa bado yuko hai, nikamtumbukiza katika shimo lile la mchanga, na nikaanza kumfukia huku akiniuliza, kwa nini baba unafanya hivi katika mchanga wa moto? Na mpaka nikamfukia. Kila nikikumbuka tukio hili la zama za kijahilia, basi kusema kweli fahamu zangu hunitoka, sielewi nifanye nini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili aweze kunisamehe madhambi yangu. Subhanallah, hili ni tukio kubwa ambalo kusema kweli linahuzunisha na linaonyesha jinsi gani watu walivyokuwa majahil kabla ya Uislamu haujakuja, jinsi gani mtoto wa kike alivyokuwa akidhulumiwa katika zama zile. Anayehadithia hivi ni Umar ibn al-Khattab, alivyokuwa jahil akiabudu masanamu, asimjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hajasilimu. Lakini pamoja na kuwa amesilimu, na tunaambiwa kwamba mtu anaposilimu, kusilimu kwake kunakuwa kunafuta madhambi yaliyotangulia kwa sababu alikuwa katika ujahilia, lakini Umar dhambi ile iliendelea kumuandama kiasi cha kwamba ikawa inamfanya mpaka apate ugonjwa kama kifafa wa kuzimia, kwa sababu tu ya kukumbuka maasi aliyoyafanya kutokana na ujahilia ule. Umar ibn al-Khattab, tukio hili liliendelea kuwa katika nafsi yake na maisha yake mpaka kifo chake. Alikuwa anaona kwamba ni bora yeye angegeuka kuwa ni mti ambao unakatwa na unaoza kuliko kuwa binadamu, kwa sababu itakuwaje, atasimamaje mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuweza kujieleza kwa yale ambayo anahisi ameyafanya ya kijahil katika zama zile.
pamoja na kuwa amesamehewa, lakini Umar ibn al-Khattab alikuwa anaona bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuja kumuuliza katika hili alilofanya. Basi lilikuwa hili likimkurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na lilimfanya akawa ni kiongozi mzuri wa Kiislamu. Anatembea usiku, anatafuta watu wenye shida wasaidie, ili tu aweze kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa halali. Anasikia mtu ana shida, ana njaa, anakwenda katika Baitul Mali, anabeba mwenyewe chakula begani kwake, kiongozi wa umma wa Kiislamu, mpaka anamfikishia mlangoni kwake. Na alikuwa akiwahudumia raia kwa kuogopa hilo tu, kwa kuwahudumia raia wake, mpaka alikuwa akimhudumia mama mmoja kwa kwenda kila siku kutoa kinyesi chake na kukipeleka kwenda kukitupa katika sehemu ya mbali. Kiongozi wa Kiislamu anakwenda kuzoa kinyesi cha mama mzee ambaye anamtunza, ambaye hamhusu isipokuwa ni raia wake tu, na kwenda kukitupa na kumsafisha, kumfagilia nyumba yake, kumsafishia nyumba yake. Yote hii kila akikumbuka maasiya aliyoyafanya katika zama za ujahilia, anaona kwamba ni lazima afanye mambo mengi mema sana ambayo ataweza kujiridhisha na kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili aweze kumsamehe madhambi yake. Huyu ndio wale miongoni mwa Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwazungumzia kwamba ni wale ambao wanaomcha Mwenyezi Mungu, wanapopatwa na shetani akawapotosha, basi huwa mubsiruna, huona na humuogopa zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu hapa Uthman ibn Affan, khalifa wa tatu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Uthman alikuwa akisimama katika kaburi, anapokuwa anakwenda kutembelea makaburi, basi hulia mpaka ndevu zake zikawa zinachururika machozi, na akawa anasema anapoulizwa, lau annani baina aljannati wan nar la adri ila ayyuhuma yu'maru bih lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lam ila ayyatuhuma asir. Uthman ibn Affan anasema, wallahi mimi lao ningelikuwa niko katikati ya pepo na moto nimesimamishwa, na nikawa nangojea tu amri ya Mwenyezi Mungu aniambie niende ima peponi au niende ima motoni, basi ningechagua kwanza, kabla ya kusikia amri hiyo, niwe mchanga, nigeuke niwe mchanga kabla sijasikia Mwenyezi Mungu ananiambia niende wapi. Subhanallah. Anayesema hivi ni Uthman ibn Affan, khalifa wa tatu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mmoja katika watu ambao wamebashiriwa kuingia peponi. Aliooa mabinti wawili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kaozeshwa binti wa kwanza akafariki, Mtume akamuozesha wa pili, ambaye hata Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamuonea haya anapokuja. Uthman ibn Affan ambaye alitoa mali yake yote kwa ajili ya kuandaa jeshi la Kiislamu, na ambaye alileta chakula na akagawa na akalisha maskini wote katika mji wa Madina wakati wa njaa. Leo Uthman ibn Affan anasema, wallahi ningelisimamishwa mimi katikati ya pepo na moto, halafu nikawa nangojea amri ya Mwenyezi Mungu nielekezwe wapi, ima ni peponi au motoni, kabla ya kusikia amri hiyo ningeomba niwe ni mchanga. Anasema hivi kwa nini? Kwa sababu anakumbuka kwamba yeye kama binadamu kuna maasi ameyafanya ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye kama binadamu, shetani ameweza kumpotosha hapa na pale katika baadhi ya mambo. Kwa kila akikumbuka, basi huwa anatamani hivi, pamoja na amali zake zote alizozifanya. Sasa mimi na wewe, ni mangapi tunayoyafanya ya kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ni maovu mangapi tunaingizwa na shetani kuyafanya? Je, katika maovu hayo na kuteleza kwetu huko kunatusogeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu, au ndo kunatuweka mbali zaidi na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ndugu zangu Waislamu, tuzingatie, sisi ni binadamu, tunakosea, lakini kukosea kwetu kuwe kunatupeleka kwa Allah, kunatukumbusha kwamba Mungu yupo, kunatufanya tumuogope zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko kuendelea kupotea zaidi na kukaa naye mbali. Hii ni mifano michache tu ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hebu tuangalie baadhi ya mifano ya waja wema waliotangulia vile vile, ambao walikuwa kikumbuka maasi yao basi yanawasogeza zaidi kwa Allah kuliko kuwaweka mbali. Ni kisa cha mtu ambaye
alihusia kwa watoto wake kwamba atakapokuwa amekufa basi achomwe moto. Bwana huyu alikuwa amefanya israfu katika kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amefanya madhambi. Shetani ameweza kumuingilia katika nafsi yake akampotosha, akawa amefanya madhambi. Bwana huyu kila alivyokuwa akikumbuka yale madhambi akawa anaona atasimama vipi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atamueleza nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika madhambi aliyoyafanya? Basi akatoa usia yeye kwa kuwaambia vijana wake kwamba jamani, mimi nikifa basi mtakachokifanya kwanza nichomeni moto. Halafu mkishanichoma moto nikishakuwa majivu kabisa, chukueni nusu ya majivu yangu yawekeni katika upepo mkali, yapeperushwe yote na upepo. Halafu nusu ya majivu mengine pandeni katika baji, muyapeleke katikati kabisa ya bahari, muyatupe huko. Alipoulizwa kwa nini unatoa usia kama huu, akasema kwa sababu namuogopa Mwenyezi Mungu. Ndasimamaje mbele ya Mwenyezi Mungu labda kwa kunifanya hivi, kwa kunichoma na kunipeperusha kabisa, nitakuwa nimeshakuwa mchanga tena, sipo katika hesabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata watu watakapofufuliwa mimi sitafufuliwa, nitakuwa nimegeuka majivu na mchanga na maji, nimeshapaa na upepo. Nisisimame mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kutokana na uoga wake huo, tunasimuliwa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumuogopa aliweza kumsamehe madhambi yake aliyoyafanya, na wala hakumuuliza kwa nini ulifanya yale madhambi, lakini Mwenyezi Mungu alimuuliza kwa nini ulitoa usia huo wa kuchomwa. Aliposema ni kwa sababu ya kukuogopa wewe, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema anayeniogopa au anayemuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi huyu mtu amesamehewa madhambi yake. Mtu huyu aliweza kusamehewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kumuogopa, pamoja na kuwa maasi ameyafanya, lakini ile kumuogopa na kumuonea haya Mwenyezi Mungu, atasimamaje mbele yake kuweza kujibu yale ambayo ameyafanya? Kutokana na uoga huu, pamoja na kuwa kuchomwa moto ni jambo ovu zaidi alilohusia, lakini lilitokana na kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsamehe kwa mujibu wa maelezo ambayo yameelezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hicho ni kisa cha kwanza, kinaonyesha jinsi gani mtu alivyojiona yeye ni mtu wa maasi na akaleta hofu katika moyo wake kumuogopa Mwenyezi Mungu, na kutokana na hofu ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasamehe madhambi yake yote yaliyotangulia na kumhesabu kwamba ni mja aliyetubia kwake tauba iliyokuwa ya kweli. Kisa cha pili ni kisa kinachosimuliwa miongoni mwa watu wa Bani Israeli, mtu mmoja ambaye alikuwa ameua watu 99. Mtu huyu akaona kwamba watu 99, nimeua watu 99, mimi nitasema nini kwa Mwenyezi Mungu? Mimi nitamwambia nini Mwenyezi Mungu? Nitatoa hoja gani ikakubalika kwamba watu 99 hawa nimewaua? Nifanye nini mimi? Akaona aende akamuulize mtu mmoja mcha Mungu sana. Yeye mtu huyu kazi yake ni kufanya ibada tu. Akaenda akamfuata, akamwambia bwana, mimi na shida bwana, na matatizo bwana, mimi bwana nimeua watu 99. Hivi kweli naweza nikakubaliwa toba yangu nikarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Huyu bwana mcha Mungu, mtu ambaye anaabudu, akasema watu 99 halafu unatarajia Mwenyezi Mungu akusamehe? Wewe mtu kama wewe bwana, huna tauba yoyote, wewe huwezi kupata msamaha. Yule bwana akapatwa na hasira, akaona sasa na huyu naye nimmalizie aya wa 100, kwa sababu kama siwezi Mwenyezi Mungu hakubali toba yangu, basi wacha niendelee sasa kufanya yale ambayo nayafanya. Akamuua yule. Baada ya kumuua akawa 100, bado nafsi yake ikawa inamsuta kwamba wewe utasema nini mbele ya Mwenyezi Mungu? Umeua watu 99 na umemuua mpaka yule mcha Mungu. Akaanza kuhangaika tena kutafuta suluhisho la tatizo lake. Akamuuliza bwana mmoja, akamwambia nenda kwa mwanachuoni mmoja yuko sehemu fulani, yule bwana atakutatulia tatizo lako. Yule bwana akaondoka akaenda mpaka kwa yule mwanachuoni. Kufika akamwambia, bwana, mimi nimeua watu 100, je, Mwenyezi Mungu anaweza kunikubalia toba yangu? Yule bwana akamwambia, ndiyo, Mwenyezi Mungu anaweza kukubalia toba yako na akakusamehe. Mwenyezi Mungu ni msamehevu. Subhanallah. Tunaona hapa ndugu zangu Waislamu,
tofauti iliyopo kati ya mcha Mungu, mtu anayemwabudu Mwenyezi Mungu bila elimu, na yule ambaye mwenye elimu. Ni tofauti kubwa sana. Huyu mwingine ni mtu anaabudu sana, mcha Mungu, yuko msikitini, anashinda msikitini, ni mtu wa swala, lakini maskini ya Mungu hana elimu. Lakini huyu mwingine ana elimu, na ndio maana akamuongoza huyu bwana katika njia iliyokuwa sahihi. Kamwambia bwana, Mwenyezi Mungu anakubali toba, ni kutubia kwake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama hivyo umejuta, lakini ondoka katika mazingira uliopo hapa, nenda katika sehemu fulani, kuna watu kule mazingira ya ucha Mungu yatakusaidia katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ondoka, nenda kule. Kwa huyu bwana akawa anakwenda kule, lakini njiani, wakati yuko njiani, mauti yakawa yamemfika. Mauti yamemfika, akawa amekufa katikati ya njia. Subhanallah. Tunaona ndugu zangu Waislamu kwamba tuwahi kutubu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi kujua wewe umeandikiwa kifo chako kitakuwa wapi. Wala tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, wala haijui nafsi katika ardhi gani itakufa. Wewe utajiwekea akiba kwamba mimi nitaishi bwana, bado mimi kijana, nitaishi miaka 10, 20, 25, halafu huko mbele nitafanya haji, nitasamehewa, nitafanya mambo ya toba, nitatoa sadaka, nitatoa nini. Wewe una mkataba gani na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Huyu bwana kama angelemaa angesema acha niue mpaka 150 halafu nitatubu mbeleni, lakini akaona awahi, na kweli aliwahi sana, kwa sababu ile tu anaelekezwa na yule alim mwanachuoni wa Kiislamu, nenda, anaondoka, anafunga safari, katikati ya njia malakul maut anamfikia na anatoa roho yake. Lau kama asingetubu huyu mtu angesimama manzila gani mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo baada ya kukata roho pale, tunahadithiwa kwamba wakawa sasa malaika wa rehema na malaika wa adhabu wanashindania kwamba huyu wetu, mpaka ikatolewa suluhisho pale kwamba ipimwe, ionekane alipotoka huku katika maasi yake na huko anapokwenda wapi ni karibu. Kama anapotoka ni karibu, basi huyu bado hajatubu. Kama anapokwenda ndio karibu, basi huyu mtu ametubu, kwa sababu alikaribia kufika katika hiyo ardhi ya wacha Mungu. Riwaya zingine zinasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake akasogeza ardhi ya huko alipotoka, kukawa anapokwenda ni karibu zaidi. Kwa hiyo walipopima malaika wakuta kwamba alikuwa anapokwenda ni karibu, malaika wa rahma wakamchukua kwamba ni mja ambaye ametubu na tauba yake imekubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo huyu bwana pamoja na maasi aliyoyafanya na madhambi makubwa aliyoyafanya, lakini madhambi haya yalimgeuza akawa mubsir, akawa ni mwenye kuona kwamba Mungu yupo, na nitasimamaje kwa Mwenyezi Mungu, nitajitetea vipi kwa Mwenyezi Mungu, nitamueleza nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maasi niliyoyafanya. Hivi ndio inavyotakiwa, kwamba mtu anapotubu basi anamkumbuka Mwenyezi Mungu, anamuona Mwenyezi Mungu, anajutia kwa alichokifanya, na maasi yale yanakuwa ni msukumo wa yeye kufanya mambo mema zaidi, akatoa sadaka nyingi zaidi, akawa ni mtu wa ibada zaidi. Lakini kama maasi yanaendelea na ndio yanazidi kukusokomeza zaidi katika maasi, humkumbuki Mwenyezi Mungu zaidi, kila maasi unavyofanya unamkumbuka sheitani, ina maana kwamba wewe kuzinduka kusema kweli kutakuwa ni nadra, na utajishtukia kwamba unakufa hali ya kuwa bado hujamkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisa kingine ndugu zangu wasikilizaji ni kisa cha yule mwanamke Al-Ghamidiyya. Mwanamke huyu maarufu katika visa katika sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alifanya kosa la kufanya zina hali ya kuwa yeye ni mwanamke muhsana, kwa maana ya kwamba alikuwa ameolewa tayari, alikushaolewa, akafanya kosa la zina. Kosa hilo amelifanya yeye, na huyo aliyefanya naye hakuna aliyemuona zaidi ya yeye na yule mwanamme na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa na uwezo wa kusema kwamba akatubu katika nafsi yake, Mwenyezi Mungu, unajua udhaifu wangu, nimefanya kosa hili, ni kosa kubwa nililolifanya, akamlilia Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akamsamehe, na hakuna katika jamii mtu ambaye angelijua. Lakini huyu mwanamke Al-Ghamidiyya kila akikumbuka kosa la zina aliyolifanya, khiana aliyomfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsi yake ikawa haimpi, anajiona amemfanyia khiana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikampa msukumo, akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamkuta yuko na masahaba zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwangalia jinsi alivyo amejifunika yale manguo, Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wakawa wamenyamaza. Huyu mwanamke anataka nini katika wakati kama huu, wakati masahaba wamekaa na Mtume sallallahu alayhi wasallam wanaongea? Yule mwanamke akasema, laqad zanaitu ya Rasulullah fatahhirni, nimezini
ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, nitaharishe na kosa hili. Neno zito kabisa linatoka kwa mwanamke huyu mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na maswahaba wanasikia pale. Mtume sallallahu alayhi wasallam akajifanya kama hakusikia wakati amesikia. Mwanamke yule akalirudia neno mara 3, zanaitu ya Rasulullah fatahhirni, nimezini ewe mtume wa Mwenyezi Mungu nitaharishe, mara 3. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamsogeza, akaanza kumuuliza, je, unajua maana ya zinaa ewe mwanamke au unasema tu? Laalaka, inawezekana tu mtu amekupapasa papasa na nini, sio zina. Hapana. Akamwambia nimezini, akamuelezea kabisa na jinsi zinaa ilivyokuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia basi nenda. Na yule mwanamke akamwambia na ujauzito wa mimba hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia basi nenda mpaka ujifungue halafu ndo uje. Basi yule mwanamke akaondoka, kaenda, na mtume anampa nafasi kwamba aende asirudi tena, wala hajamkazia kwamba lazima urudi, unakaa wapi, tupi address yako, nendeni mkaangalia anakaa wapi, mleteni mtu akumdhamini, kwa sababu akitoroka tumkamate yule. La, akamwambia nenda, ukijifungua rudi. Kwa maana kwamba nenda huko katubu kwa Mwenyezi Mungu bwana, nenda, ruhusa, ondoka zako. Yule mwanamke akaondoka, lakini ile ruhusa aliyopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alichukulia ni amri, kwa sababu dhambi aliyokuwa ameifanya inamkera katika nafsi yake. Kenda kule, kaishi, kakaa, akajifungua, akaja na mtoto wake bado mdogo. Kaja tena kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika darasa lake, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, nimerudi na mtoto ni huyu hapa niliozaa kwa zinaa, fatahirni, nitaharishe, nipe adhabu ya Mwenyezi Mungu ninayostahiki mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, mtoto mchanga huyu bado ananyonya, nenda kamnyonyeshe miaka 2 mpaka aanze kula na chakula na nini, halafu rudi. Nafasi Mtume sallallahu alayhi wasallam anampa. Mwanamke akaenda kamnyonyesha miaka 2 mpaka umefika mwaka wa 3, anakuja naye tena huko anamlisha tende, kwamba ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, mtoto huyu hapa na anakula tende, anakula mwenyewe, fatahirni, nitaharishe. Mtume sallallahu alayhi wasallam kaamrisha kwamba nani atakayemchukua mtoto huyu. Kachukuliwa na yule mwanamke al-Ghamidia, adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliamrishwa ikamteremkia, akawa mpigwa mawe mpaka amefariki. Hapa tunapata fundisho kwamba huyu mwanamke pamoja na kuwa alikuwa na uwezo wa kustiri aibu yake na akatubu kwa Mwenyezi Mungu, akafanya iliyokuwa mema, lakini kutokana na hofu atamuangaliaje na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama, siku ambayo amali zote zitahudhurishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atasema nini? Akaona kwamba asiende kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa tayari adhabu yake imemteremkia. Na inasemekana wakati wale wanampiga mawe, Khalid ibn Walid alimpiga jiwe kubwa kabisa, na kama ni damu au nini ikawa imemrukia, na Khalid ibn Walid akatoa maneno machafu kwa zania na nini kumtukana yule mwanamke. Mtume sallallahu alaihi wasallam alibadilika kabisa na akamwambia, lau kama toba ya mwanamke huyu ingegawiwa kwa nyinyi wote, nyinyi ingewatosheleza jinsi alivyotubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amekwenda msafi kwa toba yake, pamoja na kuwa alikuwa na uwezo wa kufanya mambo mengi ya kusamehewa, lakini aliona kwamba afanye hivyo. Hawa ndio wale ambao shetani anapowaingia, basi shetani mwenyewe hujuta kwa nini nilimwendea, kwa sababu anakuta kwamba amegeuka kabisa, yule mtu amekuwa ni mcha Mungu kuliko ambavyo shetani alitarajia. Hii ni miongoni mwa visa ambavyo vilitokea katika sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, tunamwasi Mwenyezi Mungu mara ngapi? Tunadanganywa na shetani mara ngapi? Hadaa dunia inatuhandaa mara ngapi? Je, tunarudi vipi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tunapokosea tunasogea zaidi au tunapotea zaidi? Ni swali la kujiuliza. Kama unapokuwa umepotea na udhaifu kwa kupata na ukazidi kupotea, basi uelewe kwamba ndio unazidi kutokomea katika ufalme wa mashaitani na unaingia katika laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukiwa yale makosa yako yanakukumbusha kwamba wewe ni binadamu na umekosea, unajirudi zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, uelewe kwamba unaingia katika ile sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye alisema, innal ladhina taqaw, hakika ya wale ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu, idha massahum ta'ifun minash shaitan, wanapokuwa wanaguswa
na vishawishi au na pepesi za shetani, tadhakaru, humkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa idha hum mubsirun, ghafla huwa ni watu wenye uoni mkubwa sana wa kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuangalie kisa kingine miongoni mwa visa vya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisa cha huyu sahaba Abi Khaythama. Huyu ni miongoni mwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na imeelezewa katika na Imamu Ibn Abu Qudama katika kitabu chake kuhusiana yaliyotokea katika zama hivyo, kwamba huyu Abi Khaythama katika moja ya vita ambavyo walipigana maswahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam na maadui wa Uislamu, vita ambavyo vilikuwa vina safari ndefu, vinahitaji muda mrefu wa kusafiri katika wakati wa joto kali, na wakati huo mjini katika mji wa Madina kuna njaa kali, na imefikia mwezi mmoja tu umebakia wa kuweza kupatikana mavuno, kwamba watavuna chakula, watakaa katika hali nzuri. Pale Mtume anaamrisha kwamba watu watoke waende vitani. Abu Khaythama alikuwa na nyumba zake 2, ana bustani zake nzuri 2, ana wake wawili wazuri kabisa. Akaona huu mtihani mkubwa. Basi msafara umeanza, Abu Khaythama akaondoka akaenda na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kufika njiani akaona hili joto lote tunakwenda huku, nimeacha wake zangu, bustani zangu, nyumba zangu, na karibu tutavuna. Hapana bwana. Akarudi. Kurudi na maana akamwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni kosa kubwa katika makosa. Sheitani ameshamkumbusha mambo ya kidunia, kwamba huko anapokwenda ni katika jihadi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, huko anarudi kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya wanawake na nyumba nzuri na bustani na maji ya baridi. Akarudi Abu Khaythama. Aliporudi akakuta kweli wake zake wameandaa pale vyakula, wamerashia maji nje pale katika bustani nini, wamejua kwamba mume wao amekuja, wamevaa vizuri. Akaingia, amekaa, ameletewa chakula na maji ya baridi, ametengewa katika bustani. Akakumbuka kwamba amefanya kosa kubwa sana. Vipi inawezekana, vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni mbora, afdalil khalqi wa akramahum ala Allah, fil harri warramdai walharb, wa hadha fi dhilli dhalili ma'a al-ahli walbanin, wa hadha alladhi waqa'a fihi Abu Khaythama radiyallahu anhu. Abu Khaythama akasema haiwezekani, Mtume wa Mwenyezi Mungu yuko juani, kwenye vita, kwenye kiu, mimi hapa nimekaa katika kivuli na kunywa maji ya baridi, na wake zangu 2 nimemwacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaondoka akasema, wallahi sigusi hata tone moja la maji, wala simshiki mke wangu, wala sigusi tunda, wala siingii ndani, narudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kweli Abu Khaythama akarudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akamueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam habari ile iliyomtokea. Fadaa lahu rasulu sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamshika Abu Khaythama na akamuombea dua. Tunaona kwamba hapa udhaifu mdogo umemuingia Abu Khaythama, lakini reaction yake, kurudi kwake kumekuwa ni kukubwa zaidi, kwa kuelewa kwamba amefanya kosa kubwa. Lau kama asingerudi, si angeelewa manzila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam labda, lakini kuweza kukosea kidogo kumempa nguvu mpya ya kutambua hadhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kutambua hadhi yake kama Muislamu, na jukumu lake kama Muislamu, na dini yake ya Kiislamu, na wivu wake wa Kiislamu. Lao ndugu zangu Waislamu, tungekuwa sisi ni kama kina Abu Khaythama, dini yetu ingekwenda mbali. Kama maasi tunayoyafanya, tukifanya moja tunafanya taa 10, 15, 20, kusema kweli tungekuwa tumefika mbali sana. Lakini la, tunafanya dhambi na dhambi na dhambi na dhambi, na bado haturudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tutakuja kumwambia nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Tunazidi kudidimia katika madhambi, tunatopekea katika madhambi, haturudi tukakumbuka kwamba tutakuja kusema nini.
haturudishi wema, madhambi tuliyofanya kwa wema, kwa kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu, kuweza kumbembeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya taa, kwa kutoa sadaka, kwa kutoa zaka, kwa kufanya jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, kwa kusaidia mambo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kujitolea nguvu zetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwasaidia maskini, mafakiri, wajane, kusaidia miradi ya Kiislamu, kujitolea katika mambo ya Kiislamu, ili Mwenyezi Mungu tunapojikurubisha kwake, huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasamehe yale madhambi ambayo tumemkosea. Kisa kingine cha mmoja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye alikuwa akiitwa Abi Lubaba. Huyu Abi Lubaba radhiyallahu anhu alikuwa ni mmoja miongoni mwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye kusema kweli kisa chake maarufu katika vitabu vya sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika moja miongoni mwa vita ambavyo walipigana Waislamu katika mji wa Madina na kikundi cha Banu Quraidha, ambao hao walikuwa ni Mayahudi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akazingira ile ngome ya Banu Quraidha kwamba humu ndani wasitoke mpaka wakubaliane na masharti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kuwazingira kwa muda mrefu, huyu sahabi Abu Lubaba, kabla ya kuingia kwake katika Uislamu, kabila lao Abi Lubaba huyu ambao lilikuwa ni kabila la Aus, walikuwa wana mkataba wa ushirikiano na Wayahudi hawa wa Banu Quraidha. Kwa hiyo walishirikiana katika vita vile kabla ya wao kuingia katika Uislamu. Kwa walipoingia katika Uislamu ikawa tena hakuna ushirikiano ule kwa sababu ukabila umetoweka. Sasa wale Mayahudi ambao walikuwa wamezingirwa katika ile ngome, hawa Mayahudi wa Banu Quraidha, wakamtuma mjumbe kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakasema, sisi tunaomba kwamba mtu atakayekuwa ni katikati yetu sisi, yani ni mjumbe baina yenu na sisi, atakayekuwa anakuja kuzungumza kwa niaba ya Waislamu kwetu, tunamwomba Abu Lubaba huyu katika sahaba wa Mtume, tunamwomba yeye aje kwetu kwa sababu ni mtu ambaye tunajuana naye siku nyingi, tuna historia naye nzuri, tuna mahusiano mazuri na kabila yake kabla hata Uislamu. Tunamwomba yeye aweze kuwa ndio kiungo kati yetu sisi na Waislamu katika mazungumzo haya ya amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na wasiwasi na sahaba wake, akamuita Abu Lubaba, akamwambia. Abu Lubaba anasema, daani Rasul sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaniita, faqal, akaniambia, idhhab ila hulafaik, nenda kwa wale marafiki zako wa zamani, fa innahum arsalu ilayka min bainil Aus, kwa sababu wao wamekutaka wewe miongoni mwa kabila lako la Aus, wamesema wewe ndio wanakutaka, kwa hiyo nenda kawasikilize. Kwa hiyo Abu Lubaba akaenda. Alipoingia akaanza kuzungumza nao kwa kuwafahamisha kwamba jamani, Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko serious katika masala haya, kwa hiyo msifanye mzaha, kubalianeni na masharti yake ili muweze kusalimisha nafsi zenu. Na wale wakamwambia, na sisi nao hatutaki kugoma au kusema tutaendelea kugoma huko ndani, tutakufa na njaa. Tunachotaka sisi tuweze kuachiwa, tutoke, tutakwenda zetu Sham au tutakwenda zetu Khaibar, tutakwenda kukaa kule, lakini cha msingi tu tuweze mzunguko huu au vikwazo hivi tulivyowekewa, tulivyokuwa tumezungukwa na majeshi ya Kiislamu, watuachie tuweze kutoka kwa amani. Lakini wale Mayahudi wakawa wanamdadisi zaidi Abu Lubaba kumwambia, je, hivi mna nia gani na sisi? Hivi Muhammad ana nia gani na sisi? Hivi kweli tukisema labda tusitoke atatufanya nini? Wakataka kujua zile mbinu na siri ambazo Mtume sallallahu jeshi la Kiislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliweka. Basi Abu Lubaba baada ya kumshawishi akapata udhaifu, kwa sababu wale walikuwa ni marafiki zao zamani, anawajua, wameishi pamoja, wamecheza pamoja, wamekaa katika mji mmoja, akapatwa na udhaifu wa kibinadamu. Akawaonyeshea ishara tu kwamba jamani, hukumu ya Mtume kwenu nyinyi ni, akaonyesha kama vile mtu anachinja kwamba ni kuchinjwa, wala hakustamka. Alionyesha kwa mkono wake kwamba hukumu ya Mtume ni hivi, akaonyesha kwa mkono dalili ya kwamba ni kuchinja, kama vile unaonyesha mtu unapokuwa unachinja mbuzi au unachinja kuku, kuonyesha kuwekea hapa shingoni kwamba hukumu ya Mtume ni hivi, wala hakutamka hilo neno. Kwa hiyo Mayahudi wakajua hapa hakuna njia isipokuwa hapa ni kupambana, kwa sababu hukumu ya Mtume amekushaitoa kwamba ni kuchinjwa. Pale pale Abu Lubaba akakumbuka amefanya kosa,
ametoa siri, amefanya khiana, amemkhini mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maadui wa Uislamu. Abu Lubaba akabadilika. Anasema Abu Lubaba mwenyewe, fanadimtu wastarja'tu faqala Ka'b huyo Myahudi akaniambia, malaka ya Aba Lubaba, una nini, bora umebadilika Abu Lubaba? Faqultu khuntu Allah wa rasula, nimemkhini Mwenyezi Mungu na mtume wake, nimewaonyesha ishara ambayo sikutakiwa niwaonyeshe. Akatoka hali ya kuwa ndevu zake zimeloana kwa machozi, analia, hajui atakabiliana vipi na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakati pale anafanya kile kitendo cha ishara tu, mtume hakumuona, maswahaba hawakumuona, waliomuona ni wale Mayahudi na hawawezi kumwambia mtume, lakini akaona kwamba Allah amekwishamuona na yeye katika dhamira yake amekwishamkhini mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye amempa dhamana ya kuwakilisha Waislamu. Yeye amekwenda kule akatoa siri kwa sababu ya udhaifu wake. Abu Lubaba akatokea mlango mwingine, hakutokea mlango ule alioingilia, akaenda zake moja kwa moja mpaka katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akatafuta makamba na ngozi zile zilizokuwa ngumu, akafunga mikono yake na miguu yake, akajifungia katika nguzo ya msikiti, na akasema, wallahi sitaondoka hapa ima nife kwa njaa au Mwenyezi Mungu ateremshe amri ya kwamba mimi nimesamehewa au amenikubalia tauba yangu. Basi Waislamu wanakaa wanamsubiri Abu Lubaba. Taarifa zikafika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Abu Lubaba amekwisha tokea mlango mwingine na inasemekana yuko katika msikitini amejifunga kamba katika nguzo. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amekwenda, habari imemfikia mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda, lakini akawa anaingia katika msikiti wake, anaswali na wala hamsemeshi wala hamwambii chochote, na anamuona Abu Lubaba amejifunga pale na mangozi yale yamejifunga katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maswahaba wanamwambia, ya Rasulullah, hebu muulize kuna nini? Anasema la. Mtume akawa anasema hapana, li'annahu huwa alladhi rabata nafsahu, yeye ndio aliyojifunga mwenyewe, hakuna mtu amemtuma. Ai lau kana jaani, kama angekuwa amenijia mimi kabla ya kujifunga, lastaghfartu lahu, ningemwombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fa imma idha lam yatini wa dhahaba fad'uhu fa innahu huwa alladhi jana ala nafsihi, basi kama hakuja kwangu mimi na akaamua kwenda kujifunga, mwacheni, yeye ndio amejitakia mwenyewe hayo mpaka Mwenyezi Mungu ateremshe katika amri yake jambo ambalo atalitaka. Basi Abu Lubaba aliendelea kukaa pale na kiu, hana chakula halali, amejifunga pale mpaka na maswahaba wanaingia, wanaswali, wanafanya darsa, wanatoka, hakuna anayemsemesha, hakuna anayemwambia lolote. Abu Lubaba amefika pale mpaka fahamu ikaanza kuwa inamtoka kutokana na njaa na kiu alichokuwa nacho. Ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya kutokana na tukio hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, walau annahum idh-dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allaha wastaghfara lahumur rasul lawajadu Allaha tawwaban rahima. Lao kama hao waliokosea, idhalamu anfusahum, pale walipokuwa wamezidhulumu nafsi zao kwa kufanya maasi, jauka, wangekuijia wewe mtume, fastaghfaru Allaha, wakamtaka msamaha Mwenyezi Mungu, wastaghfara lahumur rasul, na Mwenyezi Mungu nao na mtume sallallahu alaihi wasallam akawatakia msamaha, la wajadullaha tawwaban rahima, wangemkuta Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kukubali toba na mwingi wa huruma. Surati An-Nisa aya 64. Ilipoteremka aya hiyo na mtume sallallahu alaihi wasallam akaelewa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwisha mtubia, amekwisha msamehe huyu sahaba wake, akawatuma maswahaba kwamba nendeni sasa mkamfungue kamba zake, mumwambie kwamba Mwenyezi Mungu amekwisha msamehe madhambi yake. Walipokwenda pale maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam walimkuta takriban fahamu zake zimekwisha anza kuwa zimeondoka, yani haelewi kinachoendelea. Lakini pamoja na yote hayo akasema, la, msinifungue, kama ni kweli mnavyosema atakayenifungua ni mtume wa Mwenyezi Mungu, namtaka mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani ziwe juu yake, ndio aje anifungue kamba hizi. Masahaba wakarudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema, Abu Lubaba amekataa ewe mtume kufunguliwa isipokuwa na yeye.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda akamfungua Abu Lubaba na akamwambia Mwenyezi Mungu amekubali tauba yako. Hebu tuangalie ndugu zangu Waislamu, Abu Lubaba ni kosa gani kubwa alilofanya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni kosa la udhaifu mdogo wa kibinadamu la kuwaonyeshea wale ishara tu kwamba mtume alichokikusudia ni hivi, hajatamka hata kutamka, lakini maneno yale yalimgeuza akaona kwamba dunia yote imekuwa ni ndogo kwake, hajui aende wapi, atasema nini kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi ni mangapi tunayasema, maneno mangapi tunayasema dhidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam? Siri ngapi za Kiislamu tunazitoa sisi? Siri ngapi za Kiislamu tunawapa maadui wa Uislamu? Mara ngapi tunatukanisha dini yetu? Matendo yetu mangapi yanafanya khiana, yanamfanyia khiana mtume sallallahu alayhi wasallam? Mara ngapi tunamkana mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba sio mtume wetu, sio kiongozi wetu, hatumjui, hatumtambui kamwe? Je, tunajifunga makamba kama alivyofanya Abu Lubaba? Tutakuja kusema nini kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikiwa makosa haya madogo tunayaona ni madogo, lakini ni makubwa ya Abu Lubaba aliyofanya, ni mangapi sisi tunayafanya kama ya Abu Lubaba na zaidi? Je, tunarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Waislamu leo ni wangapi Waislamu ambao wanaupiga vita Uislamu? Mtu yuko dhidi ya mambo ya Kiislamu, Muislamu, lakini hataki kuona Uislamu unaendelea, hataki kuona Waislamu wenzake wakifanya mambo ya khairi, yanamkera, yanamuudhi, anafanya mbinu za kuweza kuyazuia mambo yale. Yeye yuko tayari kushirikiana na maadui wa Uislamu kuukwamisha Uislamu kwa sababu tu labda jambo lile limefanywa na fulani. Sasa huyu na Abu Lubaba yupi ana madhambi zaidi? Lakini utakuta huyu bwana wala hajui kwamba amefanya makosa kwa Allah, hajui kwamba atakuja kuulizwa na Mwenyezi Mungu, hajui kwamba Mwenyezi Mungu hafichikani aliyomo katika nafsi yake, hajui kwamba siri za mtu hawezi kumfichia Allah siri yote, Mwenyezi Mungu anayarekodi. Siku ya kiyama utasema nini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Utatamani uwe mchanga kama alivyokuwa ametamani Uthman ibn Affan, lakini la, mtu huyu anajiona kwamba mimi bwana pepo nitaipata tu, natoa sana sadaka, nafanya hivi, nafanya vile. Utafikiri Mwenyezi Mungu ni rafiki yake au mjomba wake, kwamba akifika pale basi atamwambia fulani njoo, hebu ingia huko wewe, usihesabiwe, ingia huko. Kumbe hakuna nafsi itakayopita mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa hesabu lazima itahesabiwa na mizani lazima itawekwa. Sasa utasema nini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ndio wale ambao wakifika wakati huo wanaomba, ewe Mwenyezi Mungu, nirudishe duniani hata siku moja tu nikafanye khairi, nirudishe hatta idha jaahum الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم يومئذ برزخ إلى يوم يبعثون. Mpaka mtu anapofikiwa sasa pale na mauti anaonyeshwa sehemu anapokwenda, Mwenyezi Mungu nirejeshe nikafanye mema, nirudishe nikafanye mema. Mwenyezi Mungu anasema haiwezekani kabisa, uko katika kaburi sasa, uko hakuna kurudi, uko ni mambo ya amali tu. Ndugu zangu Waislamu, turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tupate mafunzo haya ya hawa watu ambao walikuwa wakipatwa na makosa, wakiingiliwa na shetani, udhaifu wa binadamu ukiwapitia, basi ukimbilia kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wanafanya amali zilizokuwa njema zaidi kuliko amali zote zingine. Ndugu zangu naonisikiliza, tumalizie kisa cha mwisho cha huyu mama miongoni mwa wanawake matabiina, matabiati, wafuasi, watoto wa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu mama anaitwa Ummul Banin bintu Abdul Aziz ibn Marwan. Ummul Banin jina lake. Ni mama wa hadhi, mwenye nasaba na mwenye cheo. Ni mama ambaye Umar ibn Abdul Aziz, ni mama ambaye amekuwa katika familia za uchamungu, familia za kimaswahaba. Huyu mama ni mwenye nafasi kwa sababu mtoto wake alikuwa ni amiri katika maumara, katika maamiri wa Kiislamu, alikuwa na heshima zake. Lakini ni mama ameleleka katika mazingira ya utajiri, mazingira ya uamiri, kuishi katika nyumba za kifalme, ameleleka katika misingi kama hiyo. Anaitwa Ummul Banin. Haina maana kwamba alikuwa ni mama mkubwa sana, lakini alikuwa ni mama wa makamu, miaka 35, miaka 40. Huyu mama kisa chake
Siku moja kuna binti mmoja katika mabinti ambao walikuwa katika mji wa Madina. Huyu binti anaitwa Azza. Kukawa kuna hadithi ambazo zinaenea katika majumba ya kina mama, kama inavyofahamika kwamba hadithi za kina mama huwa zinaenea sana. Kuna uvumi kinapotokea kitu mjini, basi mambo huenea kwa kina mama zaidi kuliko kwa wanaume, kwa sababu wanapokutana basi tena mazungumzo yanakuwa hivyo. Kaenea kwamba huyo Azza, wanasema kwamba huyo Azza alikuwa na mchumba wake anaitwa Kathir, mmoja katika wasoma mashairi. Lakini huyu msoma mashairi Kathir alikuwa akida yake sio sawa sawa, alikuwa na akida isiyokuwa sawa sawa. Akida yake ilikuwa ni imeingia na mambo ya uzushi, kwamba anaamini kwamba kuna mtu yuko mlimani kule, sio analindwa na masimba, sio na nini, anapata karama za Mwenyezi Mungu na vitu kama hivyo. Lakini alikuwa ni msema mashairi. Kwa hiyo katika kusema mashairi ikaonekana katika mashairi yake kwamba vile kuna aina fulani ya mapenzi baina ya huyu Kathir na Azza. Sasa huyu mama siku hiyo akatembelewa na huyu Azza. Azza alipofika nyumbani kwake akazungumza, yule mama akasema ngoja nimbane leo hapa nipate ukweli kati yake yeye na Kathir kuna nini. Basi akamwambia Azza, hebu nieleze, habari zimeenea kwamba Kathir anasema mashairi yanakuhusu wewe. Je, ni kweli mnakutana mkazungumza mkasemeana mashairi? Azza akasema haina haja ya kuniuliza mambo haya hayakuhusu, haya mambo yanazungumzwa hayapo. Yule mama akasema hapana, nikambana sana mpaka akaniambia kweli mimi nilikuwa na Kathir, tunakutana tunazungumza tunatoleana mashairi ya hapa na pale. Lakini siku moja Kathir akavuka mipaka akawa ameomba kwamba mimi nikutane naye halafu yeye anibusu katika shavu langu. Sasa huko kukawa ni kuvuka mpaka. Haya si mambo yanayofanywa na mwanamke muungwana ya kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi nikawa nimemkatalia na moja kwa moja nikasema sitaki tena kuonana na wewe. Mimi nilikuwa tunazungumzia mashairi na nini, maadamu umeshafikia katika kiwango hichi sitaki. Nikawa nimekataa. Kwa hiyo Ummul Banin, huyu mama, yakamtoka maneno ya haraka ya ghafla bila hata yeye mwenyewe kuwa labda ameyakusudia. Ulimi ukateleza, kama ilivyokuwa wanavyosema kwamba wanawake wanapokuwa wamekaa basi mazungumzo yanawachukua mpaka inafikia kwamba yani anazungumza kitu ambacho labda hakukitarajia. Ummul Banin alisemaje? Ummul Banin akasema kumwambia yule Azza kwa haraka tu, faqalat anjiziha minhu wa alayya ithmuha. Subhanallah, mpe akubusu, halafu hayo madhambi yatakuwa kwangu mimi. Mwachie akubusu, halafu madhambi mimi ndio nitakayoyabeba. Ghafla Ummul Banin akakumbuka amefanya kosa kubwa sana, ametamka neno ambalo ni baya sana na hakulitarajia kulitamka. Pale Ummul Banin akabadilika na akasema ya laitani kharasa lisani indama takallamtu biha, natamani ningegeuka kuwa bubu ghafla nisitamke lile neno. Mwenyezi Mungu angeukata ulimi wangu ningekuwa bubu ghafla kabla sijatamka neno ambalo nimelitamka. Pale akabadilika Ummul Banin, akajua tayari sheitani amekwisha faulu, amekwisha mshawishi kuingiza maneno mabaya katika ulimi wake kwa kumwambia kwamba amkubalie Azza awezi kubusiwa na yule anayempenda, halafu dhambi za busulili atalibeba yeye. Akaona kwamba ni kosa kubwa alilofanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ummul Banin tangu siku hiyo akaacha kusikiliza mashairi. Tangu siku hiyo akahama katika godoro lake na nyumba yake ya kifalme, akawa yeye ni mtu yeye na mswala, yeye na dhikri ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Dhahabu zake zote na mujawharati zake zote zikawa ni sadaka, anatoa zaka na sadaka kwa mafukara kutokana na neno ambalo amelizungumza. Maisha ya Ummul Banin yakabadilika. Badala ya kuwa ni mwanamke alikuwa akiishi katika neema, katika hadhi za kifalme, akawa ni mwanamke ibada na yeye na ibada. Sadaka zinazomtoka ni khairi tupu anazozitoa. Khairi kaenea, maskini wakawa hawaishi katika nyumba yake. Yeye na vikundi vya dawa, yeye ni mwenye kuandaa farasi kwa ajili ya kwenda kulingania. Mali yake yote akawa anaitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi yake yote ameitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila akiulizwa anakumbuka neno lile alilolitamka kwa Azza kwamba lilikuwa ni neno baya kabisa kumtoka katika ulimi wake, na anatamani kwamba kabla ya kutendo lile kujatoka Mwenyezi Mungu angemgeuza, angelikuwa bubu kabla hajasema maneno yale. Ummul Banin
akawa haelewi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe. Kwa hiyo akawa kila mara anawahadithia wanawake wenzake umuhimu wa kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutoa da'wa, kuwalingania katika njia ya Mwenyezi Mungu, kuwasaidia katika kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu, na akawa ni mtoaji mpaka vitabu vya historia na sira vinaelezea kwamba ilikuwa hakuna mama ambaye alikuwa anatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu kuliko Ummul Banin. Kitu gani kilichombadilisha Ummul Banin? Ni kwa sababu ya neno alilolitoa kwa kupitikiwa tu na shetani, akalitamka, ndio lilimbadilisha, akawa amejisogeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kama hivi. Ndugu zangu akina mama, wanawake wa Kiislamu, ni maneno mangapi mnayatamka ya aina hii na makubwa zaidi yaliyotamka ya Ummul Banin? Je, mnajutia yale mlioyasema? Ni maneno mangapi mnapokaa katika vikao vyenu, katika maharusi, katika misiba, katika mialiko mnayalikana, mnapokwenda kutembeleana, ni maneno mangapi mnayazungumza ambayo yanafanana au yamezidi maneno aliyozungumza huyu mama Ummul Banin? Je, mnajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu baada ya kuyasema hayo? Subhanallah. Kama kweli kila siku mtu unazungumza, unakula nyama za wenzako, unawafitinisha wenzako, unawasingizia wenzako, unawatuhumu kwa mambo wasiokuwa nayo, unawagombanisha, unaeneza fitna, unaeneza mambo ya matusi, unawakashifu watu, almuhimu wewe kile unachozungumza mawili matatu kashfa kwa mwingine, tusi kwa huyu, msengenyaji, unaeneza maneno na bado hujagundua kwamba unamkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummul Banin hapa alikuwa yuko na nani? Alikuwa yuko yeye na Azza na Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini akajua kwamba neno alilolitamka limetikisha arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maneno ambayo yanatamkwa na akina mama leo ni mangapi yanayofanana na haya au zaidi ya haya? Unafanya nini katika kuomba tauba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Unajikurubisha vipi baada ya kuteleza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Subhanallah. Ndugu zangu Waislamu, turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kweli tunakosea, sheitani anafanikiwa, sheitani anaingia katika nafsi zetu, anatutelezea, tunateleza, tunakosea, tunafanya makosa, tunafanya maasi, ni makubwa ni madogo, tunamwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tukumbuke kwamba siku ya kiyama Mwenyezi Mungu hataacha mithqala dharratin kama ni khairan yara, mithqala dharratin kama ni sharran yara. Kitu kidogo kama mdudu chungu, kama ni khairi utaiona, kama ni shari utaiona. Maneno uliyozungumza yatakuja kutolewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala yauma tubla sarair, siku siri zitakapokuwa nje, hakuna siri tena, kashfa nje ulizozizungumza. Kwa nini usiwahi sasa hivi kwa makosa na udhaifu wako ambao shetani ameingia katika nafsi zetu, tukarudi haraka kujikurubisha na Allah kwa kutoa sadaka, kwa visimamo vya usiku, kwa swala, kwa funga za sunna, kwa kusoma Qur'ani, kwa dhikri, kwa kuwapenda maskini, kuwapenda mayatima, kuwasaidia wajane, kujihusisha katika mambo ya Kiislamu ili tuweze Mwenyezi Mungu atusamehe katika yale madhambi ambayo tumeyafanya, ili tuweze kuwa katika lile kundi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyosema kwamba innal ladhina taqaw, hakika wale wanaomuogopa na kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, idha massahum ta'ifun minash shaitani, inapowagusa tu pepesi au shawishi wa shaitani, tadhakkaru, humkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idha hum mubsirun, na mara hugeuka kuwa ni wenye kuona, wenye kurejea, wenye kutambua, wenye uoni juu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukumbuke madhambi tunayofanya, sisi ni binadamu, sisi sio malaika, tumeumbwa hivyo. Lakini cha msingi, shetani anapokufanya uteleze katika moja, basi rudi kwa Mwenyezi Mungu mara 10 ili shetani ajute kwamba kwa nini nilimtelezesha fulani, kwa sababu nikimtelezesha anarudi kwa Mwenyezi Mungu kwa kasi na nguvu zake zote. Ndugu zangu Waislamu, turejee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ili aweze kutusamehe. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a
وأرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.